Hiyo ndio maana ya kuokoka. Bwana sasa, watu wengi wanasema kuokoka labda ni baada ya kufa. Kisha kufa pale ndio Mungu anaiokoa roho yako, alafu anaipeleka mahali pazuri. Lakini kuokoka kunakomaanisha katika nyakati hizi ni kutolewa ama kuokolewa katika nguvu za giza. Watu wengi wanaishi duniani lakini wako chini ya utawala wa giza. Haleluya. Kwa hiyo Yesu anapotuokoa anasema anatuokoa katika nguvu za giza. Na anapotuokoa anasema anatuhamisha. Hivyo unaelewa maana ya kuhama Yaani kama ulikuwa unakaa Kinondoni unahamia wapi? Kigamboni. Amina kanisa. Kwa hiyo maisha uliyokuwa unaishi Kinondoni na unapohamia huko unakuta ni maisha tofauti, mazingira tofauti, unakutana na hali tofauti. Amina watumishi Bwana. Kwa hiyo anasema alituokoa katika nguvu za giza. Kule katika nguvu za giza adui alikuwa anatutumikisha bila kupenda. Ulikuwa unavuta sigara bila kupenda hata kama ni chungu. Amen. Ulikuwa unakunywa gongo hata kama ni chungu namna gani, ulikuwa unakunywa hivyo hivyo, adui alikuwa anakulazimisha. Ulikuwa unafanya vitu vya ujinga, ulikuwa unavuta bangi, ulikuwa unavuta masigara. Ulikuwa kwenye nguvu za giza, maandake ulikuwa kwenye utumwa. Kwa hiyo Mungu anapokuokoa anakuhamisha, sio kwamba anakuokoa alafu anakuacha huko. Anakuokoa alafu anakuhamisha na kutenga kabisa na mazingira hayo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo katika yeye anasema tuna ukombozi, yani msamaha wa dhambi. Kwa hiyo Mungu anapotusamehe anajua yale tulikuwa tunayafanya bila kuelewa, bila kujua. Tulikuwa tunayafanya si kwa nguvu zetu, bali kulikuwa na nguvu ambayo ilikuwa inatutumikisha, inaitwa nguvu za giza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kuokoka ni kukombolewa ama ni kuokolewa katika nguvu za giza ili usiendelee tena kutumikia giza. Ndio maana anasema alituokoa alafu akatuhamisha. Muulize jirani yako umehama? Muulize tena umehama? Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema alituhamisha kutoka ufalme wa giza akatuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Kwa hiyo maisha ya ufalme wa giza na maisha ndani ya ufalme wa Mungu ni maisha mawili tofauti. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini leo tunayoyaona makanisani ni mambo ya ajabu, ni mambo ya tofauti. Leo dunia inaingia makanisani. Watu hawataki kubadilika, yani maisha ambayo waliishi kule wanayaingiza mpaka ndani. Na ukiwaona wanakwambia saizi ni maisha ya kisasa. Neno la Mungu ni lile lile. Bwana sasa. Ukweli wa injili ni ule ule, nguvu ya injili iko pale pale, haijabadilika. Kwa hiyo wote wasema naishi hapa mjini, kwa nini niishi kama kijijini? Kwa nini nivae kama watu wa kijijini? Maisha ya kiroho hayajabadilika, ni yale yale ambayo waliishi watu wa zamani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo maana ya kuhamishwa, manake Mungu anakutenga. Ndio maana tunapookolewa Biblia inasema dhambi zetu Mungu anaziweka mbali. Kama mashariki ilivyo mbali na magharibi, yani Mungu anaweka mbali maovu yako, hayakumbuki. Kwa hiyo atakayesababisha hayakumbuke ni wewe pale ambapo taishi tofauti na malengo ambayo Mungu aliyatazamia. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu anatuokoa kwa lengo ili kwamba tuisiishi tena chini ya utumwa. Maisha ya dhambi ni maisha ya utumwa. Ni maisha ambayo mwisho wake hayana maana. Haleluya. Ni maisha ambayo mwili wako utaenjoy, utafurahia kutenda, lakini mwisho wake ni mauti. Maana Biblia inasema mshahara wa dhambi ni kufa. Haleluya. Sio kufa tu katika mwili, kufa mpaka kiroho. Sasa wengi tunasema tumeokoka, lakini hatuelewi maana ya kuokoka. Kuokoka ni kuhama. Mwambie jirani yako kuokoka ni kuhama. Na uwezo ukasema mimi ni nuru wakati unaonekana. Amina. Biblia inasema nuru huwa haijifichi, wala giza halijifichi. Uwezo ukasema giza ni nuru, wala nuru ukasema ni giza.
giza linajulikana na nuru inajulikana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaposema upo gizani, sio kwamba unakuwa katika giza lile la usiku. Hapana, maisha, matendo ndio yanayokuonyesha kwamba wewe upo gizani ama upo kwenye ufalme wa nuru. Matendo yako unayoishi, si kanisani tu, mpaka mtaani kwako. Haleluya, tumeshawana. Yesu anasema ninyi ni nuru ya ulimwengu, enendeni kama watoto wa nuru. Kwa nini tuenende kama watoto wa nuru? Ndivyo tulivyo sisi, ni watoto wa nuru. Ndio maana anasema alituhamisha katika ufalme wa giza, akatuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo sisi tumeokoka kwa maana ya kutolewa kwenye utumwa wa dhambi. Kama wewe dhambi bado inaendelea kukutumikisha, wewe bado hujaokoka. Ile umejiunga na dhehebu la waliokoka ambao halitakusaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Haitakusaidia kusali na waliokoka wakati bado najua maisha yangu yapo gizani. Hiyo haitakusaidia. Wala haitakupeleka popote zaidi sana, inakuongezea hukumu iliyo kubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana unaposali na waliokoka, jaribu kujitahidi kupambana kumwomba Mungu fanane nao. Kwa sababu ukisema tu mimi nasali, kwa sababu wapo wengine wanasali hawana mpango wa kuokoka. Yesu asifiwe sana. Anasali lakini hana mpango, maisha matakatifu hana mpango nayo. Kwa hiyo wewe ambaye huna mpango wa kumrudia Mungu, lakini unasali, unapokaa hapa unajiongezea adhabu. Biblia inasema ni heri hata usingekuwa unasikiliza injili. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Anasema ni heri hata usingekuwa unasikia haya unayosikia, kuliko yasikia alafu una mpango wa kubadilika. Twende mbele tusome Rumi 6:13. Taruko tusoma na wa 19. Warumi sura ya 6:13. Utaruko tusoma hadi wa 19. Warumi sura ya 3. Sura ya 6 Warumi 6 mstari wa 13. Utaruka tusoma wa 19. Biblia inasema, au tuanzie 12 tuelewe. Anasema basi dhambi isitawale ndani ya miili yenu ipatikanayo na mauti, hata mkazitii tamaa zake, wala msiendelee kuvitoa viungo vyenu kuwa silaha za dhuluma kwa dhambi, bali jitoeni wenyewe kwa Mungu kama walio hai baada ya kufa, na viungo vyenu kwa Mungu kuwa silaha za haki. 19 anasema, nasema kwa jinsi ya kibinadamu, kwa sababu ya udhaifu wa miili yenu, kwa kuwa kama mlivyovitoa viungo vyenu vitumiwe na uchafu na uasi mpate kuasi, vivyo hivyo vitoeni viungo vyenu vitumiwe na haki mpate kutakaswa. Bwana Yesu asifiwe sana. Paulo hapa anawafundisha Warumi maisha ya aina mbili tofauti. Amina. Anawaelezea namna walivyokuwa wanaishi wakiwa gizani, na anawafundisha maisha ambayo wanatakiwa waishi baada ya kuokoka. Haleluya, tumisha Bwana. Anasema mlivyokuwa kule duniani mlitumia viungo vyenu vibaya. Mlikuwa mnatumia muda wenu vibaya, mlikuwa mnapoteza muda kwenye vitu visivyo na maana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mlikuwa mnafanya vitu vya kijinga. Anasema saizi ujinga umeshaondoka ndani yenu. Saizi mnamuelewa Yesu, saizi mnamuelewa Mungu. Kwa hiyo saizi hamtakiwi tena muendelee kuishi kama zamani. Bwana Yesu asifiwe sana. Saizi hamtakiwi muendelee kuishi kama wapagani. Tabia za kipagani zife ndani yenu. Haleluya. Tabia zisizofaa zife ndani yenu, bali saizi mjitoe kwa Mungu wenu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ulikuwa mwizi, umeokoka, hutaki kuendelea kuwa mwizi. Ulikuwa mtukanaji wakati
umeokoka utakiwi kuwa mtukanaji. Kinywa chako kipone. Haleluya. Ulikuwa mtu wa masengenyo, sasa umeokoka, masengenyo yaweke mbali. Ulikuwa ni mtu mwenye kuchukia watu, sasa utaki kuendelea na hiyo hali. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, watumishi wa Bwana. Unapoendelea kufanya hayo ya gizani, ni ishara ya kwamba wewe bado uko kwa shetani, hujaokoka. Ndio unapokwenda kanisani, unaingia na giza, unatoka na giza. Ndio unawavuta na wengine gizani wafanane na wewe. Yesu asifiwe sana. Ndio maana watu wanachukia maonyo, wanachukia kuelekezwa kwa sababu bado wapo gizani. Mtu hataki elekezo, hataki ambiwe kweli, anakasirika. Ukimwambia hichi sio sawa, anakasirika. Kwa nini upendi maonyo? Giza bado limekutawala. Neno la Mungu ni nuru, ni taa. Bwana sio sana. Linapokuja linaenda kukumulika, linaenda kukutengeneza. Lakini ukiona unachukia, bado upo gizani. Pendi maelekezo, kila kitu unajua. Hiyo ni dalili mbaya sana kama uko mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo giza na nuru ni tofauti. Viungo vyako ni vitumiaje na saizi unavitumiaje? Ulikuwa unapoteza muda kwenye mambo yasiyofaa. Sasa umeokoka, lazima ubadilike. Wapenda watumishi wa Bwana. Mtu aliyeokoka asubiri kuelekezwa kila kitu. Unapookoka, Roho Mungu anakaa ndani yako. Amina. Roho Mungu anapokaa ndani yako, anakuelekeza ya kupasayo. Yasio kupasa na kuzuia. Haleluya. Amen. Lakini umeokoka, unataka uishi vile unavyojua wewe. Hayo sio malengo ya Mungu. Ndio maana unapookoka, cha kwanza fikiria, tafakari, chunguza, kwa nini nimeokoka? Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa nini Mungu umeniokoa? Malengo yako ni nini? Tunapookoka sisi sio mali yetu wenyewe. Biblia inasema bali tuko chini ya mamlaka maalum. Bwana sasa. Amen. Tunakuwa chini ya uongozi maalum, tunakuwa chini ya utawala maalum. Ndio maana nasema haitutoa kwenye utawala wa giza, katuingiza kwenye utawala wa nuru. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo vile vile ulivyokuwa unatumikishwa kule na adui, vivyo hivyo na huku Mungu anakutawala, anataka uwe chini yake. Amen. Lakini leo unasema amina, naishi vile ninavyojua, itajulikana mbele kwa mbele. Hayo ni maisha mabovu yatakupeleka kuzimu. Bwana asifiwe sana. Amen. Nasema mimi ninavyotaka, mimi ndo naenda. Askofu Jumapili kafundisha habari ya kuokoka pia. Bwana sasa. Sema kuokoka ni kujikana, na kaelezea maana ya kujikana. Kwa hiyo maisha ya wokovu sio kwamba unajiamulia wewe. Bwana sasa. Amen. Sio kwamba wewe ndio unajipangia kwamba mimi ndio nitaenda hivi. Hapana, sio kujipangia. Huku tunapangiwa. Bwana sasa. Amen. Ndio maana tuna mipaka. Hatuendi kila mahali, tunapangiwa na Roho Mtakatifu anayekaa ndani yetu. Ukiona wewe kila kitu unasubiri uelekezo, nyoshewe kidole, wewe bado. Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Ukiona unahubiriwa kwa habari ya kunyoa, kwa habari ya kuvaa, unasubiri mwingine anavaa tu ili ajaribu, watu watasemaje huko? Ukiona unafanya hivi, wewe bado sana, yaani uko ndani bado ni giza. Hata kama una muda mrefu, tafuta suluhu. Bwana sasa. Tatizo la watu wanajijua maisha yangu bado mabovu, lakini hataki kutafuta suluhu. Na Biblia inasema hivyo kwamba nyakati za mwisho zitakuwa kwa nyakati za hatari. Watakuwa kwa watu wanaojipenda wenyewe. Bwana sasa. Kuliko kumpenda Mungu. Watakuwepo watu wasiotaka suluhu. Kutokutaka suluhu ni pale unaona kabisa mimi napotea, halafu utaki kutafuta suluhu. Yesu asifiwe sana. Suluhisho ni Yesu. Unapoona unapotea, wa kukurejesha ni Yesu.
Ndio maana maisha matakatifu hatuwezi kuyaishi kwa akili zetu. Amina. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Wengi walitamani, walijaribu lakini walijikuta hawawezi. Maisha matakatifu huwezi kuyaishi kwa akili yako. Ukiona bado dhambi na kutumikisha, ujue wewe bado hujaokolewa. Maisha matakatifu tunawezeshwa. Amina. Amen. Yuko Roho Mtakatifu ambaye anatuwezesha kuishi maisha matakatifu, sio kwa ujanja wa mtu. Ndio maana sheria za Musa wengi ziliwashinda. Amen. Amen. Zilikuwa sheria walikuwa wanasomewa kila siku, amri 10. Usiue, usizini, usiseme uongo, usishuhudie jirani yako, usiape Mungu mwingine. Sheria zote zile walikuwa wanazisoma lakini hawakuwahi kuziishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hazikuwafanya wawe watakatifu. Ndio maana walikuwa wanakosea. Walikuwa wanatafuta mwanakondoo, wanajitakasa. Ile mwanakondoo alikuwa anafunika, alikuwa aondoi uovu. Jina la Bwana limetukuzwe sana. Amen. Lakini saa hizi damu ya Yesu inaondoa kabisa na anakuhamisha kabisa kwenye dhambi. Amen. Inakuwaje tena unazirudia dhambi? Yesu asifiwe sana. Amen. Inakuwaje tena dhambi? Yaani Mungu ameziweka mashariki, wewe uko magharibi, ni mbali. Inakuwaje tena mtu anarejea kwenye dhambi? Ndio maana kuna mahali Paulo anasema, Petro anasema anasikitika kwa sababu mnamwacha Mungu mapema namna hii. Yesu asifiwe sana. Amen. Aliyowaokoa kwa neema nyingi ambayo hamkustahili. Kwa nini mwingine anasikitika, mwingine anaona kitu cha kawaida? Huyu mwingine hajajua thamani ya wokovu. Bwana asifiwe sana. Amen. Ukijua thamani ya wokovu, hautatamani kutoka. Amina. Amen. Hautatamani kumwacha Mungu, lakini kama hujui, wanaojua watabaki wanakuonea huruma. Wewe utajua na mimi ni mjanja, lakini wanaojua thamani ya wokovu watabaki wanakuonea huruma. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya, watumishi wa Bwana. Amen. Kwa hiyo sisi tumeokolewa, hatupo chini ya dhambi. Ndio maana nasema dhambi sitawale ndani ya miili yenu. Mweze jirani yako, wewe dhambi haikutawali. Kuokoka ni utakatifu. Amina. Amen. Ni kupangiwa kuishi ratiba ya Roho Mtakatifu, sio ratiba yako. Lazima tuambiane ukweli. Tukisema tupepese hapa tutapoteana. Amina. Tuambizane ukweli, unayaweza endelea, uyawezi. Yesu abembelezi. Amina. Ndio maana akasema ni hiari. Ni hiari ya mtu, kitaka fanya, usipotaka basi. Yesu halazimishi mambo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Ratiba ya Roho Mtakatifu ndio inatakiwa uifuate. Amen. Ulikuwa nje, ulikuwa unafuata ratiba ya mapepo. Amina. Mapepo ndio yalikuwa yanakupangia ratiba kwamba leo hutalala bila kunywa bia 5, na ulikuwa unafuata. Ulikuwa unazingatia, kutoka kazini unapitia baa, unakunywa ndio unarudi nyumbani. Ulijiwekea hiyo ratiba. Majini yalikuwekea hiyo ratiba. Haleluya. Leo utalala bila kuonana na kimada. Ulikuwa unazingatia, ulikuwa mwaminifu. Leo utalala bila kusengenya mtu. Ulikuwa mwaminifu. Haleluya. Amen. Hata kama una cha kuongea, ulikuwa unazusha tu cha kuongea ili tu usengenye mtu. Ulikuwa mwaminifu. Lakini huku unajifanya uko busy. Na huku ukiendelea kuvitoa viungo vyako viwe unavitumia vibaya huko nje. Kwa hiyo Yesu akutambui unapofanya mambo kama hayo. Amina. Amen. Hata kama jina lako liliandikwa kwenye kitabu cha uzima, unapofanya mambo kama hayo, Yesu anasema analifuta. Bwana asifiwe sana. Usifikirie kwa nimeokoka basi ni kwenda tu mbinguni. Kuna mchakato. Amina. Amen. Kwenda mbinguni ni hatua ya mwisho, yaani umeshamaliza michakato yote. Kwenda mbinguni ni hatua ya mwisho, kuna mchakato hapa katikati. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya, watumishi wa Bwana. Amen.
Nasema kama kwa nimeongozwa sana na toba, basi hapa nasubiri tu kwenda mbinguni. Kuna mchakato. Ndio maana ametuhamisha kwenye dhambi bado, lakini ametuweka katika mazingira yenye vishawishi vya dhambi. Amen. Ametuokoa chini ya nguvu za giza, lakini bado tunaishi kwenye ulimwengu ambao unatawaliwa na shetani. Ni mchakato huko hapo. Bwana sana. Amen. Mpaka unafikia dakika ya kwenda mbinguni umeshamaliza. Ndio maana Paulo anasema nimevipiga vita vilivyo vizuri, imani nimeilinda. Amina. Amen. Vita, hebu unaelewa maana neno vita wewe? Sasa umeokoka alafu bado unatamani uendelee kuwa upande wa adui, unamaanisha nini? Bwana asifiwe sana. Amen. Mtenda dhambi yoyote hata kama umo kanisani, wewe uko upande wa adui yetu. Amina. Yaani uko upande wa adui yetu kwa ajili ya kuharibu ushuhuda wa kanisa. Amen. Amen. Kuharibu huduma, kuharibu kazi ya Mungu. Ndio kazi yako. Kuzuia maombi ya kanisa yasijibiwe. Haleluya. Amen. Sasa hayo ni matendo mema. Wewe una nia njema. Unaweza ukawa wakala wa kuzimu bila kujijua. Yesu asifiwe sana. Tenda dhambi yoyote ni wakala wa kuzimu kwa sababu anamwakilisha shetani. Wakala ni mwakilishi. Amina. Biblia inasema tuliokoka ni mawakili wa Mungu. Amen. Ambaye anatenda dhambi ni wakili wa nani? Wa shetani. Kwa unakwenda kanisani lakini wakala wa kuzimu. Wakala sio tu mpaka yule mchawi anayeroga ibada. Hata wewe mtenda dhambi ni wakala. Yesu asifiwe sana. Amen. Yesu atusaidie. Amen. Kwa hiyo maisha matakatifu ndo lengo la Mungu alilotuokoa, anataka tuishi maisha matakatifu, ndio maana akatutenga. Ndio maana akatuamisha. Amina. Mlikuwa hapa sasa hivi nawapeleka pale. Mlikuwa gizani sasa hivi nawapeleka kwenye nuru. Msiendelee tena kuishi maisha gizani, mshatoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo Paulo akawa anawafundisha Warumi waelewe walikotoka, waelewe na walipo na wanachotakiwa kukifanya. Sasa umeokoka, uelewe umetoka wapi, uko wapi na unatakiwa kufanya nini, uelewe. Dira imekamatwa. Mwambie jirani yako Yesu akusaidie. Yesu akusaidie. Kwa hiyo si tuliokoka tunaelewa. Amina. Amen. Kwamba tulikuwa kule sasa hivi tupo huku na tunaelewa utofauti. Kama wewe uone utofauti, bado giza liko ndani. Amina. Amen. Si tunaelewa utofauti, tulikuwa wapi na sasa tuko wapi? Tulikuwa tunafanya nini na sasa tunatakiwa tufanye nini? Tunaelewa. Lakini wewe kote uko free, unajiachia. Hayo sio maisha ya wokovu. Amina. Amen. Sisi hatuko free kwa lolote. Tunapookoka tuko free kwa ajili ya kufanya mambo ya Mungu, mapenzi ya Mungu. Jina la Bwana baraka sana. Tusome kitabu cha Efeso 2:8. Efeso 2:8. Tunaelezea habari ya wokovu. Bado sijaanza kuelezea malengo ya Mungu kukuokoa. Efeso 2:8. Efeso 2:8. Biblia inasema, kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu, wala si kwa matendo, mtu awaye yote asije akajisifu. Kwa maana tu kazi yake tuliumbwa katika Kristo Yesu tutende matendo mema, ambayo tokea awali Mungu aliyatengeneza ili tuenende nayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Anasema tumeokolewa kwa neema inayotokana na imani, na hiyo imani anasema haijatokana na nafsi zenu, bali ni kipawa cha nani? Ndio maana tunaamini kwa kusikia. Amina. Unaposikia neno la Mungu, Mungu anakupa kipawa cha imani. Kile kipawa cha imani ndio kinasababisha Mungu akuokoe. Jina la Bwana libarikiwe sana.
Ndio maana imani sio inatokana na nafsi ya mtu, bali imani inatokana na kusikia. Ila kuna wale Mungu anasema mtasikia lakini hamtaelewa. Maana yake au Mungu ameshawahukumu. Ndio maana kuna watu wanasikia lakini bado hawaelewi. Haleluya. Wanasikia lakini bado wamelala usingizi, hawaelewi. Anasema mtasikia, mtaona lakini hamtaokoka, kwa sababu Mungu ameshawakataa jumla. Jina la Bwana libarikiwe sana. Lakini kondoo wake anasema wanaisikia sauti yake. Anasema wanaijua sauti yake na wanamfuata. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu ametuokoa kwa neema, kwa njia ya imani ambayo haijatokana na nafsi zetu. Anasema bali ni kipawa cha Mungu. Maana ya neema, maana yake ni zawadi ambayo hatukustahili kuipata. Ndio maana ya neema. Bwana asifiwe sana. Ndio maana ukipata hii neema, Mungu anasema shika sana ulicho nacho, kwa sababu kina uwezo wa kukupotea. Amina. Kina uwezo wa kuondoka. Ndio maana wengi waliopoteza neema, kusimama tena inakuwa ni changamoto. Kwa nini? Kwa sababu neema haiji mara kwa mara. Bwana sasa, neema ni kitu ambacho unakuja tarajia kinatokea. Ni zawadi ambayo unakuja tarajia inatokea. Bwana Yesu sasa. Amen. Waangalie, unapoangalia wanaoanguka, huo unajifunza, sio tu unaisha kuwacheka na kuwabeza. Amina. Amen. Unapoangalia maisha yake baada ya kutengana na Mungu, unapomwangalia namna anavyoishi, unatakiwa ujifunze jambo. Amina. Kwa sababu yule anatamani arudi kama mwanzo, lakini haiwezekani. Jina la Bwana libarikiwe sana. Anatamani awe kama wewe, ila wewe unajiona wa kawaida, unajiona tu ni kitu cha kawaida. Kuna mtu kabisa anatamani aishi kama wewe. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kuna mtu anajuta, kwa nini nilitengana na hii neema? Kwa nini niliachana na huyo Mungu? Amejikuta amekuwa mpweke kwa sababu ya kupoteza neema. Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo tumeokolewa kwa neema ambayo haijatokana na matendo yetu. Anasema matendo mema ni asili yetu. Amina. Amen. Anasema toka mwanzo Mungu alipotuumba aliweka matendo mema ili tuenende kwa hayo. Kwa hiyo jambo la kuokoka sio matendo. Bwana sasa. Amen. Jambo la kuokoka sio imetokana na matendo yako, bali ni kipawa cha Mungu ambacho alikiweka ndani yako cha imani. Amen. Ndio maana tunaokolewa kwa imani. Tunaokolewa kwa neema kupitia imani. Bwana sasa. Amen. Kwa hiyo tunaposikia neno ama tunapoona matendo ya Mungu, tunajengewa imani ndani yetu. Unapojengewa imani, ile inakuwa ni mbegu ama kipawa ambacho Mungu amekiingiza ndani yako. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ndio maana angalia wangapi wanasikia lakini hawajachukua hatua. Wangapi wamesikia neno, wameona miujiza ya Mungu lakini hawajachukua hatua ya kumwamini Mungu. Lakini wewe uliposikia ukaelewa na ukachukua hatua kwamba ngoja nimrudie Yesu, lakini baada ya kurudi usitamani kurudi nyuma. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Usitamani yale ya nje, usitamani kabisa, umeshatengwa na Mungu. Unapookoka unakuwa ni chombo maalum kilichotengwa kwa ajili ya kutimiza mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Unakuwa umewekwa wakfu kuwa mtumishi wa Mungu. Ndio maana ya kutengwa na dhambi. Amina kanisa. Amen. Zamani vitu vitakatifu walikuwa wanaviweka wakfu. Watumishi walikuwa wanaweka wakfu, hata leo tunafanya hivyo. Bwana sasa. Amen. Unapowekwa wakfu maana yake unakuwa ni maalum kwa ajili ya Mungu. Unakuwa sio chini ya mapenzi yako tena. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Ndio maana baada ya kuokoka tamani kujua ni nini Mungu anataka ufanye. Ni maisha gani Mungu anataka uishi, hayo ndio ujifunze. Si unaanza kutafuta mambo ya utajiri. Kuokoka, lengo la Mungu tuokoa sio tuwe matajiri. Amina. Amen. Sio tuwe maarufu duniani, tunaonekane huko na kule. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hivyo ni vitu vya ziada sana, sio lengo la Mungu.
Ndio maana wako maskini wapo mbinguni. Bwana sasa. Amen. Kina Lazaro hawakuwa na chochote, lakini Lazaro yuko mbinguni, anaishi maisha ya kifahari. Ingekuwa kuokoka alikuwa matajiri, basi Lazaro angekuwa bonge la tajiri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Angekuwa na majumba, angekuwa na madhahabu, angekuwa na magari. Lakini yeye alikuwa hata nguo, hata mlo mmoja alikuwa anashindwa. Lakini huko mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa wewe umekaa hapa kanisani unavizia, lini Mungu atanikumbuka? Lini Mungu atanikumbuka? Umejaa hicho tuko ndani. Sio vibaya kumwamini Mungu. Amina. Amen. Lakini je, lengo la Mungu kukuokoa unalijua? Leo watu makanisani wanakaa kwa kuvizia miujiza. Yesu anabaki anasikitika kwa ajili yako. Ukiokoka miujiza ni kitu cha kawaida. Amina. Amen. Ukiokoka hayo unayotaka ni mambo ya kawaida sana, ndio maana Mungu amefanya yawe ziada. Sio kitu cha kukipa muda, eti unaanza kukiwazia, unaanza muda wote unawazia hicho, hata kumtafakari Mungu unashindwa. Hayo sio malengo ya Mungu. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unajipima kuokoka kwa kujipima uchumi wako. Unasema mbona mimi uchumi wangu wa kawaida? Mbona Yesu amsema haya nifanyika maskini tuwe matajiri? Mbona mimi maisha yangu bado ya chini? Ni kweli, lakini huo utajiri Yesu ameita ziada. Bwana asifiwe sana. Amen. Sasa umeweka ndio kipaumbele. Unapishana na kusudi la Mungu. Unapishana na malengo ya Mungu aliyojipangia kwa ajili yako. Wewe unaonaje umeajiri mtu afanye kazi kwako, alafu anakuja baada afanye kile kazi unayompangia, anafanya kazi yake, wewe unajisikiaje? Alafu mwisho wa mwezi anataka mshahara. Anajihesabu mimi ni mwajiriwa, mimi umeniajiri, bwana mshahara unipi? Lakini ukimpangia kazi anafanya kazi yake mwenyewe anayojua. Kama bosi unajisikiaje? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Umemwajiri mtu dukani, uniuzie hapa. Yeye anaweka biashara yake pembeni, anakuwa busy na biashara yake. Wateja wakija yuko busy na biashara yake. Wewe unajisikiaje? Mzee jirani yako unajisikiaje? Jina la Bwana pekee sana. Amen. Sasa ndio yanayoendelea leo. Nimekuambia kuokoka ni kufanya mapenzi ya Mungu. Amina. Amen. Tunaposema mapenzi ya Mungu, maana yake hiyo inakuwa ni sheria ama mwongozo ambao unatoka kwa Mungu na kuna ongozwa na Mungu. Lakini tuko bize na maisha yetu, tuko bize na biashara zetu. Tumesahau lengo la Mungu kutuokoa. Sikwambii usifanye kazi, sikwambii usifanye biashara, lakini elewa kwa nini nimeokoka. Kina Petro walikuwa wanafanya kazi na walikuwa pia watumishi wa Mungu. Amen. Amen. Kina Ibrahimu walikuwa na mifugo, mashamba, lakini bado walikuwa wanamtumikia Mungu. Mapenzi ya Mungu yalikuwa yako pale pale. Kuokoka ni kuwa tayari muda wote unaofaa na usiofaa kufanya mapenzi ya Mungu kwa gharama yoyote. Wokovu sio mwepesi hivyo. Amina. Wokovu sio tu kutinga suti na kwenda kanisani, sio huo. Wako majambazi wanavaa suti. Wako malaya wanavaa nguo ndefu mpaka chini. Amina. Sema mimi basi nitajulikana nimeokoka kwa sababu navaa nguo ndefu. Wako wanaovaa nguo ndefu ni wahuni wakubwa kwa makanisa. Tena bora yule anayevaa kibini kabisa anaonekana kuliko anasema mimi najistiri, anajipima ameokoka kwa sababu anajistiri vizuri. Umeficha mengi huko ndani. Yesu asifiwe sana. Heri anayejionyesha tunamkemea, tunampiga hata kanga. Amen. Lakini unajihesabu umeokoka kwa sababu unajistiri. Hiyo ni matokeo. Lakini wako wanaojistiri lakini hawajaokoka. Waangalia wanaovaa nguo meusi, wale wameokoka. Wanasifiwa sana. Wanavaa nguo hata miguu haionekani, mikono haionekani, macho, kila kitu wameficha, lakini hawajaokoka.
Kujistiri ni maadili. Bwana sasa ni maadili. Na wengine wengi wanasumbua makanisani. Sasa unakuta mtu alikaa kwa wazazi wake, walimwelekeza akawa haelewi. Yaani wazazi wake wenyewe walisaruti, walisarenda. Elekeza wewe, mtu haelewi. Elekeza mtoto haelewi. Unakuta zile tabia amekuwa nazo mpaka kanisani anasumbua vivi. Anaambiwa ikielewi. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaelewana watumishi Bwana? Tunaelewana vizuri eh? Amen. Kwa hiyo kuokoka ni ndani, sio tu nje. Amina. Wako wengine wanavaa majoho yale meupe mpaka chini, marefu meupe, wanasema wanaashiria utakatifu, lakini ndani kule kuna nini? Ndio maana Yesu akawaambia Mafarisayo, mnafanana na makaburi. Bwana sasa. Amen. Kaburi unalikuta limepambwa na tiles nzuri, lakini kule ndani ukifukua unakutana mizoga, unanuka, hakufai chochote. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo maisha yetu ya wokovu yanatoka ndani, ndio yanatoka mpaka nje. Usijidanganye wala Mungu adhihakiwi. Amina. Unapopanda ndicho utakachokivuna. Unaweza kumdanganya mchungaji wako umeokoka, lakini Yesu adanganyiki. Amina. Tadanganya watumishi wa Mungu, tadanganya nimeokoka, tuko pamoja, lakini Yesu adanganyiki. Unachopanda ndicho utakachokivuna. Siku ya mavuno pale ndio tutaumbuana. Amina. Pale ndio siku ya kuumbuka. Fikiria wewe mwenzako umepanda mahindi, wewe umepanda magugu. Alafu unadanganya nimepanda mahindi. Hami shamba langu lote nimepanda mahindi. Kumbe umepanda nini? Magugu. Siku ya mavuno pale ndio utawekwa hadharani. Bwana sasa. Amen. Hayo ndio mahindi. Sababu magugu na mahindi vinafanana majani yake. Bwana sasa. Sasa mwisho siku ile ya mavuno ile ndio utaumbuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Usijifanye ni mwema wakati ni mbaya. Amina. Amen. Bora uonyeshe ubaya wako wazi wazi. Usijifanye mtakatifu wakati ni mchafu, ni mwovu. Bora uonyeshe uovu wako ili Mungu akuonye. Ili pengine watumishi wa Mungu wakuelekeze. Bwana sasa. Amen. Afichaye dhambi zake hatafanikiwa, Biblia inasema. Bali asiungamaye atapata rehema. Hatuokoki kwa sababu ya watumishi wa Mungu. Amina. Amen. Wala tufanye maisha matakatifu kwa ajili ya watumishi wa Mungu. Tunafanya kwa ajili ya Mungu. Amen. Ndio maana mchungaji wako anaweza sikujue kwamba umeokoka, lakini wewe unajua. Bwana sasa. Amen. Mtu anaweza sijue kwamba wewe ni mtumishi wa Mungu, lakini Mungu anajua. Hatufanyi ili kujionyesha watu wajue. Biblia inasema unakuwa umeshapata thawabu yako kwa hao. Maisha matakatifu ni siri ya mtu. Bwana sasa. Amen. Kama ilivyo maisha maovu ni siri ya mtu, na maisha matakatifu ni hivyo hivyo. Kwa maana kila mtu anajijua, hakuna ambaye anasema mimi sijijui. Anajua mimi ni mchafu, anajua mimi ni msafi, anajua. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa wewe ambao unajua kwamba mimi maisha yangu kwa kweli hayapendezi, na tunaendelea na neno unalisikia, unajipalia makaa kichwani pako. Bwana asifiwe sana. Amen. Hizi injili zote unasikia unasema hata zipite, mimi nasubiri maombi, mimi nasubiri kurukaruka sifa. Utaruka sana. Kwenye sifa hata shetani anajihuzurisha. Amina. Amen. Na yeye anatimka. Ndio maana wengi kwenye sifa hawalali, kwenye neno wanalala. Kwenye maombi wanakuwa dhaifu, kwenye kuruka sifa anaruka, anatoka na mijasho. Kwenye sifa shetani anakwemo. Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo kuwa makini sana. Neema, unapoipata neema ina uwezo wa kuondoka. Tusome kitabu cha Mwanzo sura ya 12 mstari wa kwanza. Utaruka utasoma 4.
Mwanzo 12 mstari wa kwanza, utaruka utasoma na ule mstari wa 4. Biblia inasema Bwana akamwambia Abrahamu, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha. Hebu sema uende mpaka nchi nitakayokuonyesha. Sema tena uende mpaka nchi nitakayokuonyesha. Mstari wa 4 anasema basi Abrahamu akaenda kama Bwana alivyomwamuru. Hebu sema Abrahamu akaenda kama Bwana alivyomwamuru. Anasema Lutu akaenda pamoja naye, naye Abrahamu alikuwa mtu wa miaka 75 alipotoka Haran. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Abrahamu alikuwa amebeba kusudi la Mungu ndani yake. Amen. Amen. Na ili lile kusudi litimie kwa Abrahamu, Mungu alilazimu amuokoe katika utawala wa giza. Maana babake Abraham alikuwa ni Tera. Amina. Amen. Na huyu Tera tunaona kwamba alikuwa anaabudu miungu, anatambika, anatoa sadaka kwa miungu. Kwa hiyo alikuwa anaabudu mashetani. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo Abraham, Mungu anamuona Abraham kwamba anafaa, kwamba kupitia Abraham ajitengenezee taifa takatifu. Kwa hiyo ilimlazimu kwamba Abraham atoke. Mungu akamwambia toka kwenye nchi ya baba yako. Toka kwenye nchi ya baba yako na mama yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo hapa ni sawa na sisi tunapookoka. Abraham na yeye aliokoka kwa staili hii, aliitwa na Mungu. Anamwambia toka kwenye hiyo nchi wanaoabudu miungu, wanaoabudu mashetani, toka nenda mpaka kule nitakayokuambia. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema Abrahamu akafanya kama Mungu alivyomwambia. Akatoka kweli, akaacha miungu ya babake, akaaga jamaa zake, akaondoka. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Na alipoenda huko, alienda pale pale ambapo Mungu alimwambia aende. Maana yake alikuwa haishi kwa maamuzi yake binafsi. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Haleluya, watumishi wa Bwana. Abrahamu akatoka Harani akiwa na miaka 75. Biblia inasema aliambiwa aende nchi ya Kanani ambapo wana wa Israeli walikuja kurithi baadaye. Amina. Kwa hiyo Abrahamu alienda pale kuweka mazingira. Tunaona ukiendelea hapo chini, alipofika huko Kanani, Abrahamu akamjengea Mungu madhabahu. Tunaona kule alikuwa anatumikia madhabahu za giza. Amina. Alipoambiwa aende Kanani, Abrahamu alipoingia Kanani, Biblia inasema akajenga madhabahu ya Mungu wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Ulipokuwa gizani ulikuwa unatumikia madhabahu za giza. Unapookoka, ndio maana Mungu anataka utumikie madhabahu yake. Bwana asifiwe sana. Ndio tofauti wa kuwa kule na huku. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Abrahamu alipotii sauti ya Mungu, alipoachana na miungu ya wazazi wake, akaambatana na Mungu aliye hai. Na Mungu akamwambia Abrahamu, nchi nimekupa wewe na uzao wako. Amina. Akasema uzao wako watakuja warithi. Ndio maana wana wa Israeli baadaye walipoenda Misri, Mungu aliwatoa kuwarejesha Kanani. Pale aliwahi kuishi Ibrahim. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ndio maana na wao akaenda akawachukua kama alivyomwapia Abraham kwamba uzao wako watakuja wakae hapa Kanani. Ndio maana akawatoa tena Misri kuwarejesha Kanani. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo kulikuwa na tofauti maisha ambayo wana wa Israeli waliishi kule Misri na walipoingia Kanani, palikuwa na tofauti mkubwa. Kule walikuwa wanatumikishwa na Farao. Bwana sasa. Amen. Anawaambia fyatueni matofali. Watu wanasema tumechoka, anasema hesabu bado haijakamilika. Na sio tu wanafyatua tofali, walikuwa wanateswa. Bwana sasa. Amen. Wanapewa chakula cha shida, kazi kubwa, chakula kidogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Farao akaongeza adhabu, akasema hao muzidi kuongezea mateso, maana wanazaliana sana. Mungu aliwapa uzao wana wa Israeli, walikuwa wanaongezeka kwa spidi. Amina. Amen. Farao akapiga hesabu akasema hao watu wana nguvu, tukiwaruhusu wazaliwe sana
sisi tutatawaliwa baadaye. Amina. Watajiunga na maadui zetu watupige. Kwa hiyo tuwatendee kwa ukatili. Ndio maana ikafikia tu watoto wa kiume wakawa wanawaua. Bwana sasa hawataki waishi ili uzao upungue, lakini bado kadri walivyoendelea kufanya hivyo Mungu akazidi kuongeza. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo tunaona Abraham ndo msingi wa taifa la Israeli, ama yeye ndo aliyezaa lile taifa la Israeli. Na sisi tunaitwa waliokoka kwa sababu ya Abraham. Bwana sasa Abraham anaitwa baba wa imani, na sisi tunasema tuna imani kwa sababu ya Abraham alipotii sauti ya Mungu, kuachana na miungu ya Tera, akaambatana na Mungu aliye hai, tukapatikana sisi. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Abraham alitii sauti ya Mungu, alitoka akaachana kabisa na ibada za Mungu, akaenda akamjengea Mungu madhabahu ya kweli, akamtolea na sadaka. Amina. Mungu akaanza kusemezana na Abraham, akaanza kuzungumza naye, akampa hadi kibao kwa sababu alitoka kwenye miungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuendelea tena kutambika kama baba yake. Lakini wako watu wameokoka, wanafuata sheria za miungu yao. Nasema umeokoka, wanafuata sheria za mizimu ya kweli, wanafuata sheria za mababu. Sisi tumetengwa na Mungu, ni vyombo maalum. Bwana sasa. Amen. Usijichafue, usijichanganye popote. Kaa kama mtumishi wa Mungu. Wakorintho wa pili sura ya 6, 17 na 18. Wakorintho wa pili sura ya 6 mstari wa 17 na wa 18. Wakorintho wa pili sura ya 6 mstari wa 17 na wa 18. Biblia inasema, kwa hiyo tokeni kati yao mkatengwe nao, asema Bwana, msiguse kitu kilicho kichafu, nami nitawakaribisha. Nitakuwa baba kwenu, nanyi mtakuwa kwangu wanangu wa kiume na wa kike, asema Mwenyezi. Amen. Haleluya. Amen. Korintho wa pili 6, 17 na 18. Kwa hiyo tokeni kati yao mkatengwe nao, asema Bwana, msiguse kitu kilicho kichafu, nami nitawakaribisha. Nitakuwa baba kwenu, nanyi mtakuwa kwangu wanangu wa kiume na wa kike, asema Bwana Mwenyezi. Bwana Yesu asifiwe sana. Tokeni kati yao. Walikuwa na marafiki wapagani, umeokoka, achana nao. Amina. Kwani uliambiwa hao ndio marafiki zako wa milele? Ndio maana kuna watu wanaacha neema ya wokovu kwa sababu ya marafiki zao. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kuna watu wanavaa ovyo makanisani kwa sababu wanajifunza kwa marafiki zao. Rafiki akinunua na yeye anasema nunua, unashirika na unanunua bila kujali wewe umeokoka yeye hajaokoka. Kupitia marafiki wengi wameshauriwa vibaya, wamemwacha Mungu. Wanaishi kanisani lakini Mungu wako mbali naye. Yesu atusaidie sana. Tokeni kati yao mkatengwe nao. Anaposema tokeni sio kwamba msiishi pamoja, anasema msifanye kama wao wanavyofanya. Ndio maana ya kutoka. Bwana Yesu sasa. Wanapokuambia twende huku, wewe unasikiliza ndani, hapana, huko ni kwema ama sio kwema. Ukiona sio kwema usiende. Jina la Bwana libarikiwe sana. Sio ndio tufanye hivi, unaangalia ndani sheria ya Mungu inasemaje? Hicho kitu ni chema ama sio chema, ni kibaya, achana nacho. Biblia inasema mwanangu, wenye dhambi wakikushawishi, wewe usikubali. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimekwambia wenye dhambi wote ni mawakala wa nani? Shetani. Wa Shetani. Hata kama hawapigi lambi, hata kama sio wachawi, hata kama sio waanga, mwenye dhambi yoyote ni ajenti wa kuzimu. Hata kama uko hapa, amina. Amen. Kama uko ndani unafanya dhambi, unajiangusha ovyo ovyo, wewe ni wakala. Unaweza kuwa sababu ya kazi ya Mungu kutokwenda mbele. Bwana asifiwe sana. Unaweza kuwa ni mlogaji wa maombi, tunaomba maombi yanakuwa mazito mara hivi kwa sababu ile shetani limekaa hapo linaachilia usingizi kwa watu. Kwa sababu umekaa karibu. Kataa hiyo hali. Bwana asifiwe sana.
Haleluya. Mwenye dhambi yoyote anaweza kutumika na adui. Kwa hiyo anasema wakikushawishi usikubali. Hapa anasema toka katikati yao, usiambatane nayo, wala msiguse kitu kilicho kichafu. Amina. Nami nitawakaribisha. Mume wako mpagani anakutuma kaninunulie bia, unaenda. Kaninunulie sigara, uniwashie kabisa, unaenda. Nasema sifuti mimi namnunulia tu. Na wengine wanauza kabisa sigara kwenye maduka yao na umeokoka. Wewe bado ni mpagani. Amina. Bado ni mpagani. Vitu vyote ambavyo Mungu amevikataza tusivitumie, hata ukiviuza unafanya dhambi. Amina. Bwana asifiwe. Unauza kope bandia, wewe unafanya dhambi. Amina. Sijui unauza mawigi, unauza malasta, wewe unatenda dhambi. Anasema kwani nasuka mimi sina wauzia watu. Ni sawa tu na anayeuza pombe. Amina. Amen. Amen. Ni sana anayeuza sigara. Huo ndio wokovu. Ni mgumu, sio mwepesi kama unavyojua. Amina. Unapiga hesabu yakikushinda, njia ni nyeupe. Yesu anakuambia, yani halazimishi. Amina kanisa. Yakikushinda tena bora tu achane na kuliko tu yani unakomaa, unasikiliza unakomaa, hafuna mpaka kubadilika. Hiyo itakugharimu. Maisha ya wokovu ina gharama. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio mepesi kama unavyofikiria. Anasema sasa sigara ndio zina hela, zinatoka, mzunguko ni mkubwa wa hela. Gharama hiyo ya wokovu acha. Kwani biashara zimeisha? Bwana Yesu asifiwe sana. Usiguse kitu kicho kichafu, nami nitakuwa baba kwenu, nanyi mtakuwa kwangu wanangu wa kiume na wa kike. Kabla hujasema Mungu ni baba yangu, je, ugusi kitu kichafu? Bwana asifiwe sana. Je, maisha yako ni masafi? Usiseme tu wewe ni baba yangu, wewe ni baba yangu, wewe ni baba yangu, umeniokoa. Sawa, lakini je, maisha yako yako? Ili baba awe baba kwako na wewe uwe mtoto wake, atakutimizia yote unayoyataka. Amina. Kwa sababu ya kushika sheria yake. Ushiki sheria yake, wewe ni mtoto wa haramu. Wewe ni Hajiri. Bwana asifiwe sana. Nani yule mtoto wa Hajiri? Shumaili. Sio Isaka. Isaka alipozaliwa, Shumaili alitimuliwa. Bwana asifiwe sana. Sara akasema, Ibrahim, huyu Ishmaeli mimi simtaki hapa nyumbani. Namtaka Isaka wangu ndo akae hapo. Bwana asifiwe sana. Kwa nini Isaka? Isaka ni mtoto wa familia, ni mtoto wa ndoa, ni mtoto wa ahadi. Amina. Na watoto wa ahadi, sisi tuliokoka ni watoto wa ahadi ya Mungu. Amina. Unapookoka wewe ni mtoto wa ahadi. Kwa hiyo kabla hujamwita Mungu baba, angalia kwanza maisha yako. Bwana asifiwe sana. Anasema msiguse, mkitengwa mkawa mbali nao, mkatoka katikati yao, wala mjagusa kitu kichafu, mtakuwa wanangu. Bwana asifiwe sana. Nami mtakuwa baba kwenu. Kwa hiyo utaomba, Mungu atakusikia. Kwa hiyo nimeelezea tu kwa ufupi. Bado sijaingia kwenye malengo ya Mungu kukuokoa. Tutaendelea siku nyingine, muda wangu umeisha. Bwana asifiwe sana. Lakini naamini kuna kitu umekielewa kwa habari ya wokovu. Umetengwa na Mungu, uwe chombo chake. Amina. Kwa unapoishi huko mtaani, ishi kama mimi ni chombo cha Mungu. Mimi namwakilisha Mungu. Bwana asifiwe sana. Jiheshimu. Usiishi ovyo ovyo kama watu wasiojielewa. Wewe una kitu cha thamani ndani yako. Ufalme wa Mungu umekaa ndani yako. Simama kwa miguu yako, tumshukuru Mungu. Na mikono yako juu. Sema, Bwana Yesu, ninakushukuru kwa neno lako. Ninakushukuru kwa kusema nami asubuhi ya leo. Bwana Yesu, umesema nami kwa habari ya lengo la wewe Mungu kuniokoa, kunitoa kwenye dhambi, kunitoa kwenye uovu. Bwana Yesu, umesema nami
kwa habari ya maisha ya wokovu. Bwana Yesu, naomba nisaidie, naomba niwezeshe niishi maisha yaliyo mapenzi yako kwa damu ya Yesu. Nisiishi kama ninavyojua, kama ninavyojisikia, nisiishi kwa maamuzi yangu Bwana Yesu, bali maamuzi yako. Naomba nisaidie, naomba niwezeshe kwa damu ya Yesu. Ninakataa kurudi nyuma, ninakataa kuachana na neema ulionipa kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninakataa nguvu za giza kunitoa kwenye imani, kunirudisha kwenye giza. Ninakataa kwa damu ya Yesu. Bwana Yesu, nisimamishe imara kwenye imani kwa damu ya Yesu. Roho ya kuyumbayumba ninaikataa, roho ya kusitasita ninaikataa kwa damu ya Yesu. Roho ya kuanguka kwenye dhambi ninaikataa, roho ya vishawishi vya kila aina vya dhambi naikataa leo, naikataa leo kwa damu ya Yesu. Bwana Yesu, nijalie kushinda kama wewe ulivyoshinda, ukashinda hata mauti ya msalaba. Bwana Yesu, nisaidie, maana umesema iweni na nia ile ile iliyokuwamo ndani ya Yesu. Bwana Yesu, weka nia yako ndani yangu, weka nia ya utakatifu, weka nia ya kufanya mapenzi yako ndani yangu kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ewe shetani, mimi nimeokoka, mimi ni mali ya Yesu. Hautanitoa, hautanitoa huko kwako, nishatoka, sitarudi tena, sitarudi tena kwa damu ya Yesu. Nimepokea Yesu kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Nitamfuata yeye, nitafanya mapenzi yake kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Bwana Yesu, naomba nisaidie, nipe neema ya kuniwezesha, ya kunisaidia kuishi utakatifu kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Hebu nenda mbele za Bwana kwa dakika chache, sema na Mungu kwa habari ya neno ulilosikia asubuhi ya leo. Baba, katika jina la Yesu, asante Jehova kwa kunena nasi. Asante Bwana kwa kutukumbusha. Bwana, inawezekana tumejisahau, tunajua labda bado tupo gizani, kumbe tumeokolewa kwa neema yako. Tusaidie Bwana kuyaishi maisha ya utakatifu, yale maisha ya imani yanayokupendeza, yanayokuwakilisha hapa duniani kwa damu ya Yesu. Umetuokoa kwa neema, tunaomba Bwana tuishi kwa neema yako. Tusaidie Jehova, tutembee kwa imani, tuishi kwa imani kwa damu ya Yesu, kama wasafiri na wapitaji katika dunia hii kwa jina la Yesu. Achilia neema yako itusaidie, ituwezeshe kuishi utakatifu, kushinda dhambi za kila namna, kushinda vishawishi vya kila namna kwa damu ya Yesu. Ile neema ya uwezesho iachiliwe ndani ya kanisa, iachiliwe ndani ya mioyo yetu, iachiliwe ndani ya roho zetu kwa damu ya Yesu. Tunakataa wokovu vuguvugu, wokovu wa mazoea, tunakataa kwa damu ya Yesu. Bwana, tujalie hatua mpya kila siku, tujalie kusonga mbele kwa damu ya Yesu, tujalie kuongezeka kwa damu ya Yesu. Roho ya kudumaa kiroho tunaikataa, tunaikataa. Tupe neema ya kuongezeka katika Mungu wa roho, ya kuongezeka katika ufahamu wa kukujua wewe Mungu kwa damu ya Yesu. Tujalie neema ya kukuelewa zaidi, tujalie neema ya kukujua zaidi kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Kila roho za mazoea tunaziapisha kwa damu ya Yesu. Achia kanisa, achia kanisa, achia kanisa kwa damu ya Yesu. Hizo roho za kuficha uovu tunaziapisha kwa damu ya Yesu, tunaziamuru kwa damu ya Yesu. Achia kanisa, achia kanisa. Una mamlaka ewe shetani, unayeharibu kundi, tunakuapisha kwa damu ya Yesu. Una mamlaka, una na mamlaka. Achia mahali hapa, achia kanisa, achia watumishi wa Mungu, achia kwa damu ya Yesu, achia kwa damu ya Yesu. Tunakuapisha ewe giza, ewe uasi, toka nje. Wewe ya uasi, toka nje, toka nje, toka nje. Una mamlaka, una mamlaka kwa damu ya Yesu. Tunakataa roho za kengeufu, tunakataa roho za kurudi nyuma, toka nje, toka nje. Roho za kukata tamaa, toka nje. Roho za kuchoka, toka nje, toka nje, toka nje. Achia kanisa, achia kanisa, achia watu wa Mungu kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Bwana Yesu, tunajikabidhi mikononi mwako. Tuwezeshe Bwana, tusaidie Bwana kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Tujalie ushindi na zaidi ya kushinda kwa damu ya Yesu, maana imeandikwa tunaya
hatutaweza mambo yote katika wewe ututiaye nguvu, utakatifu. Bila wewe Yesu hatuwezi. Kwa damu ya Yesu tusaidie Bwana, tusaidie Bwana, kama wewe ulivyoshinda, tusaidie na sisi tukashinde, na zaidi ya kushinda tukashinde uovu wa kila namna kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Asante Bwana kwa ajili ya utumishi wako waliosikia neno hili ninayoweka mikononi mwako. Naomba neno hili likiendelee kuwatafakarisha na kuwarejesha kwako katika jina la Yesu. Ninakutukuza Roho Mtakatifu, utukufu wote ukurudie wewe katika jina la Yesu. Ninaomba na kushukuru. Amen. Mungu awabariki.